Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema vitu vitatu unavyohitaji ili ufikie hatima yako. Kuna ukweli mkubwa sana katika mafanikio ya maisha. Watu wengi huamini kuwa maono na bidii pekee vinatosha kufika kwenye hatima yako. Lakini uzoefu wa maisha unaonyesha kuwa kuna jambo la ziada linahitajika ili mtu amalize safari yake kwa ushindi. Ni mimi Mwalimu Peter, ninakukaribisha katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Endelea kusikiliza, kuna kitu ambacho kinakwenda kugusa maisha yako na kukupeleka mbali. Karibu sana, sikiliza na kusikiliza, na utaona mabadiliko makubwa katika safari ya maisha yako. Vitu vitatu ambavyo unavyohitaji sana ili uweze kufika mbali katika maisha yako au ufikie hatima ya maisha yako. Jambo la kwanza, unahitaji maono ili uanze safari ya hatima yako. Maono ndiyo yanakuonyesha mahali unapopaswa kwenda. Bila maono, mtu huishi kwa kubahatisha na kufuata mkumbo watu wengine wanachofanya. Maono hukupa sababu ya kuamka kila siku na kupambana kwa ajili ya kesho bora. Biblia inasema katika Mithali kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Hii inatupa picha kuwa maono ni mwanzo wa safari yoyote ya mafanikio. Lakini kuwa na maono pekee hakutoshi. Wengi wana ndoto kubwa, lakini wachache wanafika kule walikokusudia kwa sababu ya kukosa jambo hili la pili. Jambo la pili, unahitaji nidhamu ili uendelee mbele katika safari. Nidhamu ndiyo daraja kati ya ndoto na matokeo. Maono yatakuonyesha unapotaka kwenda, lakini nidhamu itakufikisha hatua kwa hatua. Kuna siku utachoka, utakutana na vikwazo, utakatishwa tamaa na hata kuona kama hakuna maendeleo. Katika nyakati hizo, si hamasa inayoweza kukusaidia kwenda mbele, bali ni nidhamu. Nidhamu hukufundisha kufanya kile kinachopaswa kufanya hata pale usipokuwa na hisia za kufanya hicho kitu. Hata hivyo, unaweza kuwa na maono makubwa, unaweza kuwa na nidhamu ya hali ya juu, lakini bado usifanikiwe. Hapo ndipo tunapoona umuhimu wa jambo la tatu. Jambo la tatu, unahitaji neema ili umalize safari kwa ushindi. Neema ni mkono wa Mungu unaobeba kile ambacho nguvu za mwanadamu haziwezi kubeba. Kuna milango ambayo elimu haiwezi kufungua. Kuna vita ambavyo bidii haiwezi kushinda. Na kuna mazingira ambayo nidhamu pekee haiwezi kuyabadilisha. Neema humlinda mtu njiani, humfungulia fursa zisizotarajiwa, humwinua pale aliposhindwa na kumfikisha mwisho wa safari yake salama. Waraka wa kwanza wa Korinto 15:10, Biblia inasema hivi: lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kwa hiyo Mtume Paulo alitambua siri ya kufikia hatima yake, kwamba maono na nidhamu peke yake haisaidii. Inahitaji iunganike na kitu kinachoitwa neema
ya Mungu. Kisha kwa maneno haya, vitu vitatu usivisahau katika safari ya maisha yako. Hakikisha una maono, hakikisha una nidhamu, hakikisha unaishi katika neema. Maono yanaonyesha njia, nidhamu inakuweka njiani, lakini neema ya Mungu ndiyo itakayokufikisha salama kwenye hatima yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Nenda kafanikiwe kwenye maisha yako.